Na ndio maana utakuta mtu msomi mzuri kama leo nimeulizwa maswali ya kipuuzi kweli sijawahi kuulizwa na mtu wa chuo kikuu, profesa wa chuo kikuu, anakusanya maoni kufanya sayansi ya watu kutumia simu. Nilishindwa kuvumilia, nikamwambia sijawahi kuona maswali ya kipuuzi kama haya. Ni lazima tutambue, ni lazima tujitambue. Na usioni tabu kupita kwenye changamoto. Kwa unapopita kwenye changamoto zinakujenga, zinakukomaza, zinakupa namna ya kutatua changamoto inayokukabili ili uwe imara katika safari ya maisha yako. Maisha ni changamoto. Sasa ukikimbia changamoto na una PhD, una degree, una master, si una kitu gani, bado hauko sawa sawa, wala sio mjanja. Wewe umekariri mifumo ya watu wengine, utaratibu wa watu wengine. Na ndio maana watu wengi wanahuzika, hawajiheshimu, kwa sababu elimu zao haziwapi nafasi za kuondoa alipokuwepo kwenda mbele. Ndio maana akiteuliwa huwa kama kondoo wa kisayansi, kwa sababu akihofia anaweza akatenguliwa. Kwa yeye anaishi kwenye mawazo ya mtu mwingine. Ndio maana wakati fulani nilikuwa na nitaendelea kuunga mkono mawazo ya Benjamin Mkapa kuzitizama taaluma kwa upana zaidi. Leo tunazalisha wasomi wengi sana, lakini tunazalisha wasomi wasiokuja na majawabu ya matatizo yao na matatizo ya ndugu zao. Tumezalisha walalamikaji wakubwa ambao ni bomu, ambao kulidhibiti ni ngumu, kwa sababu tumewapa nafasi wengi wenye uwezo wa kufikiri kama panzi. Tumewapa nafasi hizo kwa sababu tu ana PhD, kwa sababu tu si ni master, si kitu gani, vitu vya hovyo hovyo. Ndio maana tunashindwa kutatua changamoto zinotukabili au zinowakabili ndugu yetu. Watu wanajenga lawama, wanakosa ufumbuzi, hatimaye walalamikaji wanakuwa wengi, hatimaye linakuwa ni bomu ambalo linakuja kusumbua nchi nyingi barani Afrika na hata nje ya bara la Afrika. Kwa tatizo la ajira halilisumbui nchi za Afrika, tunasumbua nchi nyingi barani Afrika. Lakini tatizo liko wapi? Ni kutojitambua na kutotambua na kutokuweka haki mbele. Kwa hiyo nilipokuwa nazungumza na rafiki yangu au mzungumzaji wangu, bado hajawa rafiki yangu, mzungumzaji wangu, nikakumbuka kuwa tunazalisha, nami ni muhanga make, na rafiki yangu mmoja anampenda sana, ananiambia mimi msomi bwana, lakini baada ya hapo ananipigia bomu 10,000. Tunaenda katika utaratibu huo, sina jinsi, kwa sababu ndo rafiki yangu, ndo tuko naye pamoja. Tatizo kubwa ni lazima tupate uhuru wa kiakili. Uhuru wa kiakili unatoka baada ya kujitambua na kutambua. Ndio maana hatuna matechnician wengi